Hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Na nikwambie, Rais wa taifa la Ukraine Volodymyr Zelensky amesema tangu mwezi Septemba uanze, Urusi imeishambulia nchi yake kwa zaidi ya droni 3,500 na makombora 190. Zelensky ameandika hayo kwenye ukurasa wake wa X na kuongeza kuwa kumekuwa pia na visa vya uchokozi na Urusi dhidi ya washirika wa Ukraine. Zelensky ameendelea kuwatolea wito washirika wake kusaidia nchi yake katika kuimarisha ulinzi wa angani ili kuzuia mashambulizi ya Urusi. Huku mzozo wa Urusi na Ukraine ukiendelea, vikosi vya Urusi vimefanya mashambulizi makali mapema Septemba 16 kusini mashariki mwa mji wa Zaporizhia nchini Ukraine. Gavana wa jimbo hilo Ivan Fedorov amethibitisha kifo cha mtu mmoja na majeruhi 13 wakiwemo watoto wawili kutokana na mashambulizi hayo. Fedorov amesema ripoti za awali zimesema magorofa 10 na majengo 12 binafsi yaliharibiwa. Vile jeshi la Ukraine limefanya mashambulizi makubwa ya ndege zisizo na rubani za kivita kwenye makazi kwenye mkoa wa Belgorod nchini Urusi katika siku iliyopita kwa kutumia zaidi ya ndege 160 zisizo na rubani na makombora 26. Gavana Vyacheslav Gladkov anasema katika wilaya ya Belgorod makazi ya Lozovoe, Staraya Nelidovka na Serikovon yalishambuliwa na ndege moja isiyo na rubani. Kila mmoja wao iliweza kupigwa risasi. Asubuhi ya leo shambulio la ndege ya FPV ilimuua raia huko Lozovoe, Gladkov aliripoti. Vile katika siku iliyopita jeshi la Ukraine limepata hasara wanajeshi 1435 katika eneo la operation maalum ya kijeshi, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema kwenye taarifa yao. Na hiyo ni kwenye maeneo ya makazi ya Pavlovka, Alexeyevka, Stepnoe, Yunakovka katika mkoa wa Sumi pamoja na maeneo mengine. Vile vikosi vya kijeshi vya Ukraine viliendesha mashambulizi ya risasi kwenye vituo vya kuhifadhi mafuta kwenye kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhia, huku nyasi kavu ikiwaka mita 400 kutoka kwenye matangi ya mafuta diesel. Msimamizi wa kiwanda hicho umeripoti. Hayo yakiendelea, rais wa Urusi Vladimir Putin ametizama maonyesho ya silaha na zana maalum za kijeshi wakati wa kutembelea uwanja wa mafunzo wa Molino katika mkoa wa Nizhny Novgorod. Waandishi wanaripoti jumla mashirika 65 yalishiriki kwenye maonyesho hayo yaliyowasilisha bidhaa 405. Baadhi yao 125 wanunuliwa na kutumika katika ukanda wa operation maalum ya kijeshi. 194 walijaribiwa katika hali ya mapigano, 86 wana hadhi hiyo. Vile wengi mno, 74% wa Ukraine wangeunga mkono kukomesha mzozo katika mstari wa mbele wa sasa, wakati 17% wangeunga mkono kuondolewa kwa jeshi la Ukraine kutoka Donbas. Uchunguzi uliofanywa na taasisi ya kimataifa Kyiv ya sosiolojia unaonyesha walipoulizwa kama watakubaliana na suluhu chini ya kifungu muhimu kwamba mzozo huo usitishwe katika mstari wa mbele uliopo, 18% walisema watakubali kwa urahisi, wengine 56% kwamba litakuwa chaguo gumu lakini linalokubalika. Ni 15% tu waliopinga na kutangaza hitaji la kupigania kurudi kwa maeneo yaliyopotea, na 11 walipata shida kutoa majibu. Hayo yakiendelea, Volodymyr Zelensky atalazimika kufanya makubaliano ya kusuluhisha mzozo nchini Ukraine. Rais wa Marekani Donald Trump anasema kabla ya kuondoka kuelekea Uingereza itabidi aende na kufanya makubaliano. Zelensky atalazimika kufanya makubaliano. Kiongozi huyo wa Marekani aliwaambia waandishi wa habari alipoulizwa atasema nini kwa Zelensky kama wakikutana mjini New York. Rais wa Marekani kwa mara nyingine alitoa maoni kwamba mzozo wa Ukraine utatatuliwa. Vile katika siku iliyopita wanajeshi wa Urusi wamepenya mita 300 ndani ya ulinzi wa Ukraine karibu na Seversk katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema kulingana na yeye, wapiganaji wa Urusi wanaendelea kupigana kukomboa eneo la Seversk katika eneo la Donetsk People's Republic. Vile Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ametangaza mpango utakaoharakisha usitishaji wa Ulaya kuagiza mafuta na nishati ya gesi kutoka Urusi. Kiongozi huyo amesema amechukua hatua hiyo baada ya mazungumzo ya simu na Rais Donald Trump wa Marekani, ambaye siku za hivi karibuni ameyarai mataifa ya Ulaya kupunguza au kusitisha kabisa uagizaji mafuta na gesi kutoka Urusi. Von der Leyen amesema uchumi wa Urusi unaoendeshwa kwa kutegemea mapato ya nishati za visukuku ndio umeiwezesha Moscow kuendelea na vita nchini Ukraine. Amearifu kwamba Umoja wa Ulaya sasa utatekeleza mkakati utakaorahisisha kuachana na ununuaji mafuta na gesi kutoka Urusi kabla ya mwaka 2028. Vile umoja huo utatangaza vikwazo ziada vya kiuchumi vitakavyozilenga sekta ya benki na nishati za Urusi. Vile
Vikosi vya Urusi vikielekea kwenye makazi ya Yampol katika Jamhuri ya Watu Donetsk vimechukua udhibiti kamili wa kilomita 2 za mpaka wa kiutawala wa Jamhuri ya Watu Lugansk iliyo karibu, mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema. Kwa kuzingatia mafanikio yao katika mwelekeo wa Krasny Liman kwenye eneo la Yampol katika eneo la DPR, askari wetu walihamia eneo hili lenye watu wengi, na kwa sababu hiyo vikosi vya Urusi vilichukua udhibiti wa eneo la kilomita 2 la mpaka wa kiutawala wa Lugansk People's Republic. Mtaalamu huyo wa kijeshi aliongeza kuwa wanajeshi wa Ukraine bado wanadhibiti maeneo mawili ya eneo la Lugansk People's Republic karibu na makazi ya Novogrigorovka ambapo Ukraine wanaita Novoyegorovka na Petrovskoye ambapo Kiukraine wanaita Grekovka. Pia kiraka kidogo cha misitu ya Sebryanskoye kinabaki katika eneo linaloitwa Kijivu. Vile Ukraine imefanya shambulio katika kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia kwa sababu ya hasara zake mbele kwenye eneo la operation maalum ya kijeshi. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema. Hayo yakiendelea, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hana matumaini kuhusu uwezekano wa kusuluhisha mzozo wa Ukraine hivi karibuni. Anasema, sina matumaini kuhusu maendeleo ya muda mfupi katika mchakato wa amani nchini Ukraine. Misimamo ya pande zote mbili kwa sasa haiendani kwa kiasi kikubwa, alieleza. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent anaamini kwamba mzozo wa kijeshi nchini Ukraine utaisha katika muda wa miezi 2 hadi 3 iwapo nchi za Ulaya zitaweka vikwazo vya ziada dhidi ya mataifa yanayonunua mafuta kutoka Urusi. Anasema, ninawahakikishia kwamba ikiwa Ulaya itaweka majukumu makubwa ya pili kwa wanunuzi wa mafuta wa Urusi, mzozo huo utaisha baada ya siku 60 au 90, Bessent alisema katika mahojiano na Bloomberg na Reuters. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukrani kwa Babu Kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.